Kundi la wapiganaji la Hamas linasema makubaliano yako hatarini kuvunjika kati yao na Israel. Kwa mujibu wa Hamas, wanadai Israel imekiuka vipengele vyote vya kusitisha mapigano na sasa kuna kila sababu ya kuvunjika kwa makubaliano kati ya Hamas na Israel. Kiongozi mwandamizi wa harakati ya wapiganaji wa Kiislamu wa Palestina Hamas ameushutumu utawala wa Israel kwa ukiukwaji mkubwa uliopangwa na makubaliano ya kusitisha vita, akionya kwamba kuendelea kwa mwelekeo huu kunayaweka makubaliano hayo katika hatari ya kuvunjika kikamilifu. Ghazi Hamad ametangaza kuwa utawala wa Israel umeachezea maandiko ya makubaliano ya kusitisha mapigano na haujakiacha kifungu chochote cha makubaliano hayo kikiwa hakijavunjwa au kubadilishwa. Akiashiria tathmini iliyotolewa na wapatanishi, Hamad ameeleza kwamba wapatanishi wametamka bayana kuwa Hamas haijakiuka makubaliano hata mara moja na imetekeleza kikamilifu vipengele vyake. Kwa mujibu wa kiongozi huyo mwandamizi wa Hamas, kurudiwa kila mara ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na utawala wa Israel kunaonyesha kwamba vitendo hivyo vinapangwa na kutekelezwa kwa uamuzi wa baraza la mawaziri la utawala huo wa Israel. Hata hivyo, amesema ukiukwaji huo ni pamoja na mauaji, kuwanyonga watu ugani, kuwafyatulia risasi raia, mashambulizi ya makombora na kuwaua watu kwa kuwalenga, na kwamba vikosi vya utawala wa Israel vimekiuka mara kadhaa mipaka iliyoainishwa, ambapo katika baadhi ya matukio ukiukwaji huo umesonga mbele ndani ya Gaza kwa takribani kilomita 2. Ghazi Hamad amebainisha pia kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoanza kutekelezwa, zaidi ya matukio 813 ya ukiukwaji uliofanywa na jeshi la Israel yamerekodiwa, ukiwa ni wastani wa matukio 25 kwa siku moja. Kiongozi huyo wa Hamas ametahadharisha kwamba ukiukwaji huo wa waziwazi unatishia makubaliano hayo kwa uzito mkubwa na kuyaweka katika hatari ya kuvunjika kikamilifu, na kwamba wapatanishi wanapaswa wachukue hatua madhubuti ili kuzuia utawala wa Israel usiendelee na mwenendo huo. Hatua hizo zimeelezwa pia na serikali ya Uturuki, ambapo imeeleza kwamba namna ambavyo Israel inakiuka makubaliano yaliyokubaliwa huko Sharm el Sheikh nchini Misri kunasababisha hatari kubwa ya kuvunjika kwa makubaliano hayo, ambapo huenda vita vikaibuka tena kati ya kundi la wapiganaji la Hamas dhidi ya Israel, kutokana na kwamba Israel mara kadhaa imekuwa ikiendeleza mashambulizi katika kila eneo huko katika ukanda wa Gaza na hata kufanya mashambulizi mengine katika maeneo ya ukingo wa Magharibi, kuwatimua wa Palestina na kuteka maeneo ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi mwa mto Jordan, ambapo mipango yao ni kuhakikisha wanaanzisha ujenzi wa nyumba kwa ajili ya walowezi kutoka nchini Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri duniani kupitia The World News.